Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, ima baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu, Sayyidina Ali karramallahu wajha, yeye katika maneno yake anasema, lau kama ile dini inapelekwa kwa rai za watu, kwa maono ya watu, basi kwenye sheria ya udhu katika hofu, basi watu wangepaka maji chini yake, yani wangepangusa chini yake na sio juu yake. Lakini sheria ni tofauti na unavyofikiria wewe, sheria iko tofauti. Labda niseme jambo moja, kuna maneno ambayo yamezagaa na yanasemwa sawa, lakini najua malengo yao ni wapi. Lakini alhasil, iyakum wa dhanna, tahadharini na kudhania, fa inna dhanna akdhabul hadith, hakika ya kudhania ni maneno ya uongo. Kwanza nifike katika jambo moja kabla sijazungumza hayo maneno ni maneno ya aina gani. Kwanza tujue sheria inatuambiaje juu ya kuchukua katika mali itokanayo na kafiri. Sawa, kwamba hali yajuzu al-akhdhu min mali kafiri. Je, inajuzu mtu kuchukua katika mali ya kafiri? Yani mtu achukue katika mali ya kafiri. Sheria kwanza inatuambiaje wewe kuchukua mali inayotoka kwa kafiri? Ima umepewa hidayah, ima umefanya kazi kwa kafiri huyo, lakini kazi ni ya halali. Vipi kuchukua ile fedha ama ile mali inayotoka kwa yule ambaye mtu ni kafiri, si Muislamu? Ima amekupa hidayah au umefanya kazi kwake, lakini kazi ni ya halali, haifungamani na mambo ya haramu. Jibu linasema naam, yajuzu, inajuzu akhdhu ayi shay'in, kuchukua kitu chochote. Inajuzu kuchukua kitu chochote, sio mali tu, kuchukua kitu chochote. Min kafirin, kinachotoka kwa kafiri, kinachotoka kwa kafiri. Bi ayi manfaatin, kwa manufaa yoyote. Min manafi'il muslimin, katika yale manfaa ya Waislamu. Yani unataka kuchukua kitu lakini kwa ajili ya kuwanufaisha Waislamu. Sheria imeruhusu kuchukua mali inayotoka kwa kafiri kwa ajili ya kuwanufaisha nani? Waislamu. Juzi katika swalatul Eid alikuja mheshimiwa mbunge katika Masjid Irshad, lakini amekuja baada ya watu kuswali Eid, akaingia msikitini. Alhamdulillah, baada ya pale ikafanyika dua kwa ajili ya kuwaombea ndugu zetu, lakini kilichomleta ni kuhudhuria dua ile ambayo ni ya kuiombea taifa letu ili kupata amani. So tunajua wakati huu ni wakati ambao huwa akili za watu zapelekwa na maneno ya watu, hawaangalii kwamba sisi tupo mahala gani na tuna kitu gani tunatakiwa tukitunze. Huwa watu wanaangalia na wanaleta zile jazba zao katika haya. Sasa tukalikabidhi hili kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye mwenye watu wake, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tukamuomba Allah, lakini pia alielekezwa jambo la ujenzi pale wa choo, lakini sio lengo kujitangaza. Lengo ilikuwa ni kuhudhuria dua, lakini na kuelezea kwamba ameyapokea maombi ya Sheikh. Kwa hiyo kile alichokileta sheria imeturuhusu sisi tuchukue. Na suala la kiongozi asiyekuwa Muislamu kuingia msikitini si swala geni. Na labda mseme ubaya wake uko wapi? Maana Qur'ani imesema la yamassuhu illa al-mutahharun. Hiyo Qur'ani haishiki ila yule aliyekuwa tahara. Kwa maana ulama wakasema asiyekuwa Muislamu, hivyo
yeye hawezi akaishika Qur'an kwa sababu atakuwa na majosho, itakuwa anaivunjia heshima ile Qur'an. Lakini suala la yeye kuingia msikitini, tumwangalie huyu kiongozi mkubwa ambaye alikaribishwa pia na kiongozi mkubwa msikitini, kisha tuangalie tumlaumu nani? Sheikh Muharram ni shekhe mdogo katika wale mashekhe ambao wanaongoza. Yeye ni shekhe wa kata, lakini yupo shekhe mkubwa kuliko yeye. Amefanya tukio gani? Hebu tuangalie. Kwanza niangalie maendeleo ya ujenzi wa msikiti huu. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana sana sana. Na hili nataka kueleza, nimefurahi kweli. Kwa sababu wakati mfalme wa Morocco amekuja Tanzania, ningeweza kumuomba chochote. Ningeweza kumuomba kitu chochote. Lakini namshukuru Mungu wangu wa siku hiyo aliyenijalia, nikaguswa sana moyoni kwamba kwa nini Tanzania tusiwe na msikiti mzuri wa mfano katika Afrika Mashariki. Na mimi niliamini kwamba kitu kizuri ni lazima kiwe kile kitu cha kumwabudu Mungu. Hapa Dar es Salaam tumekuwa na misikiti ya kawaida, ni mizuri, lakini nilitaka msikiti mzuri zaidi. Kwa hiyo tulipobaki na mfalme wa sita wa Morocco, nikamwambia naomba nifanyizie kitu kimoja tu ambacho ninaamini moyo wangu utaguswa na nitakikumbuka katika maisha yangu, na hata nimetangulia mbele ya haki nitajua nilikiomba hiki. Akaniuliza kitu gani? Nikamwambia naomba unisaidie kwa Dar es Salaam hapa ambayo umekanyaga wewe, utujengee msikiti mkubwa kuliko misikiti mingine yote iliyoko Tanzania. Akaniangalia na nafikiri alishangaa kidogo. Nikaona huyo Mkristo anaomba msikiti. Ningeweza nikaomba hata magari au nikaomba vitu vingine, lakini anaomba msikiti. Lakini dhamira yangu niliona hiki ndicho kitu muhimu. Akakaa akaniangalia tena, wakaanza kuzungumza lugha zao na wasaidizi wake. Sikujua alikuwa anauliza nini, lakini baadaye akanishika mkono hivi, akanambia ulichokifanya ni kikubwa sana, sikutegemea kama kitatoka kwako. Nikasema kwa nini? Nimeambiwa wewe sio Muislamu, lakini umeomba msikiti. Haya ndio nayaona maajabu, na kwa sababu ya hivyo nitakujengea msikiti mkubwa sana. Kwa hiyo la pili, nimekuja kukushukuru kwamba mmeamua kumtanguliza Mungu katika kupambana na mabalaa yanayotukabili, na Mungu atuepushe na hili gonjwa la balaa la corona katika nchi yetu. Amen. Na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Kwa hiyo tuendelee kusimama pamoja, tukiendelea kumwomba Mungu usiku na mchana. Nina uhakika Mungu atatusikia. Ndugu zangu, mimi niwashukuru. Ninawashukuru sana, samahani sana nimetumia muda wenu. Lakini nikushukuru pia Mufti. Mheshimiwa, sisi tumepata faraja kubwa sana, labda tuiseme kabisa hapa kama baraza tutusemelea leo tena ghafla. Lakini ukaona ututembelee, wanavyosema Waswahili wa mitaani, tu surprise. Kwa hiyo lakini tumefurahi sana, na leo hata Ijumaa yetu tutaisali vizuri. Lakini ukiondoka uelewe sisi tunaendelea na dua. Na dua tunaifanya hapa ni kubwa. Wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam zitafika, na waumini wote watakuja, na wazee wa mji watakuja, na mashehe mbalimbali watakuja, na viongozi wengine watakuja kwa ajili ya kuja kushiriki katika dua hii ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iliyogawanyika katika pande mbili. Upande wa kwanza ni kuomba ili balaa liruke, lakini upande wa pili ni kuomba amani na kuomba vile vile mambo yaliyotukabili mbele yetu ya uchaguzi, Mwenyezi Mungu apitishe kwa kheri na kwa baraka na kwa wema. Je, tumlaumu nani? Tumlaumu huyu shekhe kwanza
mkubwa kuliko, kisha ndo tumlaumu Sheikh Muharram au tuanze kumlaumu nani? Kwa ndugu zangu, iyyakum wadhanna, tahadharini na kudhania, fa inna dhanna akdhabul hadith, hakika ya kudhania ni maneno ya uongo, ni uzushi wa maneno ambao hauna fawaida. Alhasil, sheria imetuambia tunaruhusiwa kuchukua mali inayotoka kwa asiyekuwa Muislamu, lakini sisi tumezingatia sheria imeturuhusu tuchukue kitu ambacho kitawanufaisha Waislamu. Kikijengwa choo, watakaonufaika ni nyie ambao mnatumia vyoo vile. Tuacheni kuchuma dhambi zisizokuwa na msingi, badala yake tuendelee na ibada na istighfar. Lakini niwaambieni kitu kimoja, lau sisi tunaweka uadui na wasiokuwa Waislamu, sheria imetuambia hao wasiokuwa Waislamu ambao tunatakiwa tuishi nao kiuadui ni watu wa aina gani? Hii itakuja kwa mara nyingine insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.